Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunarudi tena katika TV show yetu moja ya kibabe inayoitwa Mob Zombies, na tunaingia kuvunja episode ya pili ya TV show. Na kama tulivyoona sasa katika episode ya kwanza ni kwamba sasa timu ya mashujaa imekutana kwa pamoja kwa ajili ya kumsaidia Kamala Khan katika mishemishe zake sasa za jinsi gani ya kusolve ile tatizo la mazombi katika dunia yetu. Na kama tulivyoona sasa Kamala Khan alikuwa na mpango sasa wa kuchukua transmitter kuipeleka nje ya dunia ili iweze kufanya mawasiliano sasa na taasisi moja hivi inayoitwa Nova Corps. Na je, episode ya pili ili usunini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza kabisa katika ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na episode ya pili salijaribu kutupa flashback, umeona episode ile ambayo tumeiona katika TV show ya What If. Na kama unakumbuka sasa katika TV show ya What If tulimuona Hank Pym aliamua kuingia katika ulimwengu wa quantum kwa nia sasa ya kumtafuta mke wake huyu Janet Van Dyne. Na kwa bahati mbaya baada ya kuingia kule sasa umeona alimkuta mke wake, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa mke wake alikuwa ameathirika na virusi fulani hivi, na hivi virusi kwa lugha mashinzini tulikuwa tukivita quantum virus. Ni virusi fulani hivi katika ulimwengu wa MCU ambao vikupata sasa vinaenda kusababisha ubadilike na kuwa zombie. Unaona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sasa baada ya Kipim kuingia kule katika ulimwengu wa quantum na kumchukua mke wake na kumrudisha duniani, ni kwamba sasa hivi virusi vikaanza kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na kwa baya zaidi ni kwamba sasa hivi virusi vilianza kusambaa katika maabara hizi za Pym Technology. Kwa ni kwamba sasa yani umeona virusi pamoja na Pym particles zinazo pia zilianza kusambaa. Kwa ni kwamba yani katika hii scene kuna mazombi fulani hivi ambao walikuwa wakubwa kutokana na Pym particles, na vile vile pia ni walikuwa ni mazombi kwa sababu ya hizi quantum virus. Na vile vile pia hizi Pym particles zilikuwa zikubadilisha sio binadamu peke yake, zilikuwa zikubadilisha ndege pamoja na mende mbalimbali. Na kwa upande mwingine naanza kusema sasa matukio yatakiplesi takriban miaka 5 iliyopita katika ulimwengu wa Marvel Zombies. Unaona mpaka hapo. Na vile vile sasa haya matukio tunaanza kuyaona katika mtazamo sasa wa mchizi mmoja anaitwa Sean aka Shang-Chi. Na kwa washikaji ambao walicheki ile movie Shang-Chi, umeona tunafahamu kitu kimoja kwamba Sean aka Shang-Chi alikuwa na urafiki na mdada mmoja alikuwa akiitwa Kat. Na wote walikuwa ni wafanyakazi ambao wanasaidia sasa kupaki magari mbalimbali katika hoteli mbalimbali. Na vile vile pia katika hii scene tulifanikiwa kukutana na mchizi mmoja anaitwa Jim Woo ambaye humo sasa alikuwa ni kama FBI agent. Na vile vile pia mchizi Jim Woo tumuona sana katika mfululizo wa movie pamoja na TV show ndani ya ulimwengu wa MCU. Umeona mpaka hapo. Na baadaye kabisa sasa ndo tunakutana na jamaa mmoja hivi anaitwa Jung Wen-Ho au maarufu kabisa katika ulimwengu wa MCU katika kipindi fulani tulikuwa tukimuita The Mandarin. Na bila shaka The Mandarin alikuwa ni baba yake na Shang-Chi, na vile vile pia alikuwa ni kiongozi wa kikundi hichi kinachoitwa The Ten Ring. Umeona mpaka hapo. Na mpango mkubwa kabisa sasa wa The Mandarin na Jung Wen-Ho kuingia hizi pande ilikuwa ni kumuokoa mwanae huyu. Umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati mbaya katika mpambano mwanae anang'atwa, na kutokana na hilo sasa Jung Wen-Ho aka The Mandarin anaamua kujisacrifice umeona kwa ajili ya kuokoa maisha ya mwanae Shang-Chi, na anaamua kuziachia The Ten Rings ziingie katika mikono ya mwanae ili kuokoa maisha ya mwanae. Na in short naweza kusema ingawa Jung Wen-Ho aka The Mandarin alikuwa ni mtu mbaya, ila vile vile pia alikuwa na mapenzi yasiyokuwa na kikomo kuhusu mwanae huyu Shang-Chi. Na miaka 5 baadaye inavyoonekana Shang-Chi alikuwa ni kama kiongozi fulani hivyo kikundi cha The Ten Rings. Na vile vile pia tunamuona Kati, Jimmy Woo, na vile vile pia tunamuona Death Dealer. Umeona mpaka hapo. Na inavyoonekana sasa hapa tupata vibe fulani hivi za ulimwengu mmoja unaitwa Mad Max. Umeona mpaka hapo kwa washikaji ambao kucheki ulimwengu. Na vile vile pia tunaona hapa Shang-Chi na wenzake walikuwa wameiba ng'ombe, na ng'ombe sasa walikuwa kimilikiwa na viumbe fulani hivi tunaoita The Scroll. Na The Scroll tuliona vizuri kabisa katika mfululizo wa TV show moja nzuri ya kibabe inayoitwa Secret Invasion. Na vile vile pia inavyoonekana wa The Scroll yani walikuwa ni kama watu fulani hivi waendesha mapikipiki, yani kama ambao tumewaona katika TV show moja ya kibabe inayoitwa Son of Anarchy. Umeona mpaka hapo. Na baadaye tugundua kitu kimoja kwamba mpango mkubwa kabisa wa Shang-Chi kuiba ng'ombe, alikuwa na mpango kwa kutumia ng'ombe kama tiketi ya kuingia katika mdude mmoja tunaoita The Raft.
Na kwa washikaji sasa ambao hawajui vizuri ulimwengu wa MCU, The Raft ilikuwa ni jela au ni jela in short ambayo inakaa ndani ya maji, na tuliona kwa mara ya kwanza kabisa katika movie moja hivi inayoitwa Captain America Civil War. Umeona mpaka hapo? Ile ni kipindi ambacho sasa The Raft ilikuwa kimilikiwa na jamaa mmoja alikuwa akiitwa Baron Zemo. Umeona mpaka hapo? Na vile vile pia sasa umeona bodyguard wake alikuwa ni jamaa mmoja tunamuita John Walker, na John Walker tumeona vizuri kabisa katika TV show ya Falcon pamoja na Winter Soldier. Na hapa pia tutambua kitu kimoja kwamba sio Shang-Chi peke yake pamoja na rafiki zake walikuwa na mpango wa kuingia ndani ya The Raft, na vile vile pia tunakutana na Kamala Khan pamoja na timu yake ya Blade Knight, umeona ile na Belova, Red Guardians na wengine walikuwa na mpango pia wa kuingia ndani ya The Raft. Umeona mpaka hapo? Ile vile vile baadaye kabisa tuligundua kitu kimoja kwamba mpango mkubwa kabisa sasa umeona wa Blade Knight ilikuwa ni kuachukua sasa umeona Kamala Khan pamoja na wenzake na kuwapeleka moja kwa moja sasa umeona katika New Asgard, na wakifika ndani ya New Asgard sasa watumie ile ndege au spaceship ya Thor kuchomoka sasa kwenda nje ya dunia kwa nia sasa ya kutumia transmitter na kuwasiliana na Nova Corps. Na huko bandarini sasa tunakutana na Okoye pamoja na kundi lake la mazombi. Umeona mpaka hapa? Na Okoye akapiga bonge la mkwara kwamba The Raft imesepa, ila kiuhalisia yani hawako safe, yani hakuna mtu yote ambaye atakuwa na uwezo wa kumkimbia Queen of the Dead. Umeona mpaka hapo? Na hapa ndo kwa mbali kabisa ndani ya maji ndo tunakutana sasa na Nemo, na Nemo kipindi ambacho alikuwa amekuwa zombie. Umeona mpaka hapo? Na swali kubwa kabisa la kujiuliza ni kwamba sasa kama hao wakazi wa The Raft walifanikiwa sasa kuwakimbia mazombi kutoka ardhini, watafanikiwa kuwakimbia mazombi kutoka ndani ya maji? Na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa umeona wananchi wote wa nchi Talokan walikuwa mbadilika na kuwa mazombi, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa wananchi wa Talokan walikuwa nakula samaki ndani ya maji, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa wasamaki yani kama wote walikuwa wamepotea yani. Unaona mpaka hapo? Kwa hiyo sasa tunaona sasa mazombi wa Talokan wanaamua kuishambulia The Raft, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba sasa Queen of the Dead anamwamsha Nemo, na Nemo naye pia anafanikiwa kuishambulia The Raft. Na vile vile pia ndani ya The Raft tumeona Kamala Khan akiota ndoto kama anamuona Queen of the Dead. Umeona mpaka hapo? Na kama nilivyosema mwanzo kabisa katika review ya episode ya kwanza ni kwamba sasa TV show inafanisha sana na TV show ya Lord of the Rings. Yani katika Lord of the Rings sasa umeona Frodo alikuwa akivaa ring, yani kila akivaa ring alikuwa akimuona umeona jamaa mmoja au kimbe mmoja anaitwa Sauron. Kwa Frodo hapa alikuwa ni kama Kamala Khan, na vile vile pia sasa huyu Sauron alikuwa ni kama Queen of the Dead aka Wanda aka Scarlet Witch. Na hapa sasa Blade Knight kwa sababu alikuwa ni mtu mmoja wa supernatural, anagundua kitu kimoja kwamba kuna issue fulani ambayo sio kawaida ambayo Queen of the Dead anamhitaji Kamala Khan. Umeona mpaka hapa? Kwa hadi hapa sasa wakati tunaangalia TV show tukaisikia kitu kimoja, maybe Queen of the Dead yani mpango wake mkubwa sio transmitter, mpango wake mkubwa kabisa sasa ni kumpata Kamala Khan, ila alikuwa tujui ni kwa nini hasa yani. Umeona Queen of the Dead alikuwa na mpango na Kamala Khan, ila majibu sasa tujapata baadaye kabisa katika episode ya 3 kuelekea episode ya 4. Ila kwa sasa yani jua tu ni kwamba sasa Queen of the Dead ana mpango na Kamala Khan. Komisha zote hizi za kumtuma Nemo umeona mbeni zombie kuvamia The Raft yani ilikuwa ni kwa sababu ya kumtaka huyu Kamala Khan na sio hii transmitter. Na hapa tutambua kitu kimoja kwamba Baron Zemo alikuwa hachukui watu umeona kwa nia nzuri yani. Aligundua kitu kimoja kwamba njia pekee ya The Raft kusurvive ndani ya maji ilikuwa lazima sasa yani watoe kafara umeona kwa mazombi wa Talokan. Umeona mpaka hapo? Na tunaona hapa na kuachia sasa Kamala Khan pamoja na wenzake ndani ya maji ili waliwe na hao mazombi. Ila sasa this time game ilikuwa tofauti, ni kwamba mazombi au especially Nemo alikuwa akiendeshwa na Queen of the Dead na sio ile hanga umeona au ile njaa ya kula watu kama mazombi yani. Umeona mpaka hapo? Ila kwa bahati nzuri Nemo anatokea na kuwa push ndani ya The Raft. Ila kwa bahati mbaya ndo alikuwa mwanzo sasa umeona mazombi wote wa Talokan kuvamia ndani ya The Raft. Na hapa sasa kuna baadhi ya watu walifanikiwa kutoroka umeona, ila watu wengi sana walifariki dunia. Na vile vile pia tunamwona Nemo hapa anafanikiwa kumuua John Walker, na vile vile pia yani anafanikiwa kuwaua member ambao walikuwepo katika kundi la Shang-Chi. Umeona mpaka hapo? Na vile vile pia mwisho wa episode tunaona hapa Yelena Belova anaamua kujisacrifice
Stacy, umeona, kwa ajili ya rafiki zake pamoja na baba yake, kwa sababu sasa njia pekee sasa ya kuiachia hii pod au kindege hicho ambacho kitaokoa kutoka ndani ya The Raft ilikuwa lazima Yelena Belova sasa aingie katika control room sasa ili kuiachia hii ndege. Ile kwa bahati mbaya sasa mtu yoyote ule ambaye ataingia ndani ya control room hawezi kupona, na tunaona kwa bahati mbaya hapa Yelena Belova anakufa ndani ya The Raft, na kabla ya kufa kwake sana amua sasa kuchukua mvinyo au umona na kuachia chini, yani kwa ajili ya watu wote waliokufa na kwa ajili yake. Na huu ni utamaduni fulani ambao tumeuona sana katika nchi za Afrika, nchi za Ulaya na katika movie mbalimbali, yani rest in peace Yelena Belova. Na vile vile tunaona hapa sasa umona Shang-Chi anamwamuru balo nzima kwamba ndege peleka moja kwa moja sasa hadi pande za New Asgard. Kumbuka sasa mpango mkubwa kabisa sasa wa Blade Knight ilikuwa ni kumchukua Marekani kumpeleka moja kwa moja ndani ya New Asgard, ulifanikiwa sasa kuchukua hii ndege au spaceship ya Thor na kuingia moja kwa moja ndani ya space kwa ajili ya kufanya mawasiliano na Nova Corps. Na je, sasa Blade Knight pamoja na Marekani watafanikiwa sasa kwenda nje ya space na kufanya mawasiliano na Nova Corps? Na kupata majibu tukutane tena kesho katika breakdown ya episode 3 ya Marvel Zombies. Stay tuned.